Karibuni watazamaji wetu katika kipindi cha Innovation, ambapo wiki hii tumekutana na kijana Yasin Sanga, mmiliki wa kampuni ya Tantech, ambaye amejikita katika uzalishaji wa teknolojia mbalimbali ambazo anazibuni licha ya yeye kutopata elimu rasmi ya ufundi. Safari yake ya kubuni na kutengeneza mashine mbalimbali ilianzaje? Katika safari yangu ya maisha hasa katika masuala ya ufundi, mimi nimezaliwa nikiwa na kipaji cha ujuzi wa kuweza kutengeneza vitu mbalimbali. Nakumbuka toka nikiwa niko shule ya msingi nilikuwa na uwezo wa kutengeneza vitu mbalimbali, na watu wa Rujewa pale watakuwa wanakumbuka wakati niko darasa la 6 niliweza kutengeneza ndege, drone hizi ndogo, na ikawa imeruka watu wakiwa wanaona. Kwa hiyo niliweza kutengeneza vitu vingi, umeme wa maji, umeme wa upepo. Kwa hiyo matarajio yangu yalikuwa ni siku moja kuja kutengeneza mashine au kutengeneza vitu ambavyo basi vitakuwa vina manufaa au vinaleta tija kwa hawa watu wangu wanaozunguka au ile jamii yangu. Nilikuwa sina mtaji, sina mtu yoyote wa kunishika mkono, lakini niliamini kwamba siku moja nitaweza kuanza na nitafika sehemu fulani. Ndio mwaka 2024 nikatoka kutoka Mbeya kuja Dar es Salaam. Lakini nimekuja Dar es Salaam, nilikuja tu kwa lengo la kumtembelea ndugu yangu Fredi Rashidi Kayanda, binamu yangu. Kwa hiyo baada ya kufika nyumbani kwake na tukawa tumeongea mengi, maana tuko kama mapacha. Lakini nikawa nimemueleza kuhusiana na malengo yangu au mpango wangu, hasa katika kuweza kuanzisha labda karakana fulani kwa ajili ya kutengeneza mashine, tena mashine ambazo zitakuwa ni tofauti na mashine ambazo watu wengine wanatengeneza. Kwa bahati nzuri wazo langu mimi likaoana kabisa na wazo lake yeye. Kwa hiyo kuanzia hapo tukawa tumetafuta mashine ya kuchomelea ndogo, na tukawa tumepata mashine ya kukata chuma, tukawa tumepata pia mashine ya kutoboa. Na kwa sababu mwenzangu yeye alikuwa ameajiriwa, kwa hiyo mimi ndo nilikuwa niko nyumbani, kwa hiyo nikawa nimeanza kutengeneza zile mashine ndogo kama mashine za kukuna nazi, ndizo ambazo tulianza nazo. Lakini tulitengeneza mashine ambazo tulitaka zitutambulishe zaidi. Tulitengeneza mashine ambazo hizi za kukuna nazi tofauti na wengine wanavyotengeneza. Sisi tulitengeneza mashine ya kukuna nazi, lakini inakuwa ina sola yake na haihitaji umeme, tukizingatia kwamba hawa watu wanaotumia mashine hizi wengi ni wale wenye magenge, na unakuta magenge mengi hayana umeme. Kwa hiyo tukawa tumetengeneza hizo mashine na tulijitahidi kuweka bei ya chini, na hizo ndizo ambazo zilianza kututangaza. Kumbuke hayo yote ninafanya nikiwa nyumbani kwa binamu yangu Fredi ndani ya ua. Lakini kwa bahati nzuri wanasema penye nia pana njia. Akajitokeza jirani mmoja, akaona ile shughuli ambayo tunaifanya pale. Akasema, bwana, mimi nina eneo langu liko barabarani na lile eneo halina shughuli yoyote. Kwa hiyo kama mtaona patafaa, basi chukueni lile eneo ili muweze kufanyia hiyo shughuli yenu. Basi kwa sababu haya alikuwa akizungumza na ndugu yangu, akawa amenieleza, nikamwambia sawa. Kwa hiyo tukatoa sasa ile mashine moja ya kuchomelea, mashine moja ya kukata chuma na mashine moja ya kutoboa chuma. Tukavibeba tukavileta sasa hilo eneo ambalo ndio huyu bwana alitukabidhi, ambalo ndo hili liko hapa nyuma yangu. Nilivyohamia tu hapa, mashine ya kwanza tulipata oda ya mashine za kukuna nazi. Lakini baada ya mashine ya kukuna nazi tukapata oda ya kutengeneza mashine ya kutengeneza sabuni, ambayo ilikuwa ni mashine ndogo. Nadhani kwa sababu yule mtu alikuwa hajaona mashine zingine zozote zilizotengenezwa. Kwa hiyo tukawa tumetengeneza na tulitengeneza ilikuwa kwa uzuri. Baada ya hapo nakumbuka tulipata oda ya mashine ya kumenya viazi, ambapo ni bwana mmoja ni jirani tu hapa na eneo hili, yeye alikuja akaweka oda, tukawa tumtengenezea mashine ya kumenya viazi. Kwa kuanzia hapo
tukawa tumeendelea kutengeneza mashine zingine, lakini mpaka wakati huo nilikuwa niko mimi peke yangu, kwa sababu mashine ilikuwa ipo moja, lakini hata kile kipato ambacho kilikuwa kinapatikana kilikuwa ni kwa ajili tu ya maisha yaende. Jambo la kwanza ambalo mimi na kakaangu tulikubaliana au tuliweka commitment kwamba kwa hizi mashine ambazo tutakuwa tunazitengeneza, licha ya kuwa ndogo ndogo, basi kiasi kikubwa cha pesa tuwekeze kwenye kununua mashine hasa za kufanyia kazi kwanza. Kwa hiyo tukawa, kwa mfano, mashine ya kukuna nazi unaiuza 2,500,000. Kwa hiyo unatoa shilingi 50,000. Hiyo ndio unaweka budget balance yako labda ya matumizi ya hapa na pale. 200,000 tunaenda kuchukua mashine ya kuchomelea. Kwa hiyo tulienda hivyo na tukawa tumeweza kununua mashine nyingi ndani ya muda mfupi. Lakini wakati huo sasa, kwa sababu eneo hili kuna vijana wako ambao unakuta wamemaliza form 4, walikuwa wanaona. Kwa hiyo wazazi wao wakawa wanakuja kuomba kujifunza, ndio tukaanza kwa sasa tunapokea vijana ambao nikawa nawafundisha mwenyewe. Kwa hiyo unakuta unamfundisha mwezi mmoja miwili ameshakuwa anajua kuchomelea, kwa hiyo unakuwa unaweza kumwachia majukumu. Mwenyezi Mungu ametuwekea kila kitu. Yaani haiwezekani kwamba huyu Mwenyezi Mungu akatuwekea hizo rasilimali madini ya kutengeneza vitu mbalimbali vya kiteknolojia, alafu sisi watu tunaozunguka tukawa tumekosa akili. Hapana. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu alituwekea hizo rasilimali na akatuwekea maarifa pia. Ni switch tu inakosekana ya mtu kufungua yale maarifa yake. Lakini inapotokea switch ya kufungua yale maarifa yake, mimi ninaamini teknolojia nyingi tunazoziona ambazo tunaletewa na kuzishangaa ni Waafrika wanatengeneza. Lakini kwa mfano leo hii mimi ninatengeneza mashine mbalimbali. Nikitoka hapa nikaenda nchi fulani kwamba nikatengeneze mashine kule, ile mashine itakuja Tanzania haitakuwa na jina langu hata moja, wala haitakuwa na alama yoyote ya kuonyesha kwamba imetengenezwa na Mtanzania. Kwa hiyo sisi wa Tanzania au wa Afrika tuna maarifa na tuna ujuzi. Sasa tunachofanya, zipo nchi ambazo wenzetu wametangulia mbele. Mimi nilikuwa na msikiliza bwana mmoja kutoka China, alikuwa ananiambia akasema, bwana, unajua sisi nchi yetu tunaita copy country. Kwa sababu gani? Hatuna muda sisi wa kufanya research wakati watu wameshafanya research. Kwa hiyo na mimi ninatembea katika formula hiyo, kwamba leo hii nikitaka kutengeneza mashine labda ya kukausha nafaka, nianze kufanya research wakati kuna watu walishafanya research na majibu yakapatikana na mashine ziko zinafanya kazi. Kwa hiyo hii hatua ya research sisi tunaacha, tunaangalia hiyo mashine wao wametumia kanuni gani, ipi na ipi, tunaongeza na sisi ya kwetu kulingana na mazingira yetu, ndio unakuta mashine zinakuwa. Yasin anafanya shughuli zake za utengenezaji wa mashine mbalimbali katika eneo hili la Kwembe mkoani Dar es Salaam. Miongoni mwa mashine ambazo amebuni ni hii ya kuchakata korosho. Hii mashine ya kubangua korosho kwa sababu kwa Tanzania au kwa Afrika ni nchi chache sana ambazo zinatengeneza hizi mashine za kubangua korosho. Na hizi mashine za kubangua korosho, ukiangalia kwa mfano wale wakulima wa korosho wanatumia mashine ambazo ni za hali ya chini, ambazo hazitumii umeme, ambayo inachukua muda mrefu sana. Kwa hiyo hapa nitakuonyesha line ambayo sisi tumetengeneza, ambayo inakuwa ina uwezo wa kubangua tani 1 ya korosho kwa saa, kuanzia hatua ya mwanzo mpaka ya mwisho. Sasa korosho zinaanzia kwenye hii hapa ambayo tunaita feeder. Zile korosho ambazo zimetoka shambani, zimetoka wapi, zinakuja zinamiminwa kwenye hii feeder. Zikimiminwa kwenye hii feeder, hapa ni sehemu ya kupokelea korosho. Zikishamiminwa kwenye hii feeder, korosho zitabebwa na conveyor belt, au zitabebwa na conveyor, zitaletwa kwenye kifaa hiki au kwenye mashine hii. Hii mashine kazi yake ni nini? Hii tunaita ni distoner, kwa ajili ya kuondosha uchafu wowote kwenye korosho. Unakuta kwenye korosho kuna mawe, kwenye korosho kuna mchanga. Kwa hiyo hii yenyewe inafanya kazi ya kuondoa hivyo vitu. Na inaondoshaje? Ni rahisi sana. Hiki kifaa kinajaa maji hapa. Yakishajaa maji mpaka juu, hizi korosho zinavodondokea hapa, korosho kwenye maji inaelea. Yenyewe korosho itapita juu, hapa patakuwa pana wavu. Kwa hiyo korosho itapita, lakini mawe na mchanga vitabaki chini. Kwa hiyo korosho ile itakavopita hapa, kutakuwa kuna conveyor ambayo inaunganisha na haya matenki. Na haya matenki yenyewe ni kwa ajili ya kuchemsha. Na hizi korosho
hatusemi zinachemshwa, ni kama vile zinapigwa na mvuke kwa ajili ya kulainisha lile ganda, na inachemshwa kwa kutumia mvuke dakika 45. Korosho zile zinakuwa ziko tayari, zinatolewa sasa hapa zikiwa za moto, zinapandishwa tena na mkanda kuwekwa kwenye kapu kwa ajili ya kupozwa. Kwa hiyo zitakuja kwenye hili kapu ambako humu zitapozwa kwa masaa 24. Korosho inakuwa imekwisha poa. Baada ya hapo, kwa sababu korosho zinakuja kwa saizi tofauti tofauti, ziko kubwa, ziko saizi ya kati, zipo ndogo kabisa. Hapa kutakuwa kuna mashine ya kugrade hizi korosho, kuzigawanya, zile kubwa zikae kivyake, za kati zikae kivyake na ndogo zikae kivyake. Kwa sababu gani? Kwa sababu hizi mashine za kubangua, zile nyembe zake zinasetiwa kulingana na saizi ya korosho. Kwa hiyo hauwezi mashine ule wembe umesetiwa kubangua korosho ndogo, lakini ukapitisha korosho kubwa, itapita au itapasuka, ile korosho itavunjika. Au sehemu ya kupita korosho kubwa ukapitisha korosho ndogo, itapita tu bila kuguswa na kitu chochote. Korosho sasa ikishagrediwa katika yale magrupu matatu, hiyo mashine ya kugrade yenyewe italeta sasa kwenye mashine yetu hii hapa ya kubangua. Italeta kwenye mashine yetu hii hapa ya kubangua. Hii mashine yetu utaona tumeigawanya sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza hii ina nyembe 10. Nyembe 10 ni hizi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehemu ya pili ina nyembe 10 na sehemu ya tatu na yenyewe nayo pia ina nyembe 10. Hizi nyembe tumezigawanya hivi kwamba huku njia hii zinapita korosho zile za saizi ndogo, lakini hapa katikati zile korosho za saizi ya kati, na mwisho huku zitapita korosho zile ambazo ni kubwa, ili korosho zote ziweze kubanguliwa. Naomba niiwashe ili tuione hii mashine namna inavyokuwa ina operate. Naam. Sasa korosho zinakuja kuingia hapa juu. Zikiingia hapa juu zitadondoka kwenye hii mifereji, kama unavyoona kuna hivyo vidole wenyewe vitazisogeza korosho mbele. Halafu huku hatujaweka upanga. Ukiangalia kule kuna ule upanga unapita. Ule upanga ndio unabeba korosho sasa kuipeleka kwenye kisu, ambacho nikuonyeshe. Unabeba unapeleka kwenye kisu huku. Hiki juu ni kisu na hiki chini ni kisu. Kwa hiyo korosho inaingia katikati pale, ndio inachanwa katikati, tunapata vipande viwili. Hapa zinatoka korosho katika makundi yafuatayo. Itatoka korosho ambazo zimebanguliwa, ile tunda katikati liko peke yake na maganda yako peke yake. Itatoka grupu la pili, korosho imebanguliwa lakini ile korosho imeng'ang'ania ndani kwenye ganda moja wapo. Itatoka grupu la tatu, kuna korosho ambazo kwa asilimia chache zitapita bila kukatwa. Sasa zote zitaingia kwenye mashine hii hapa, ambayo hii mashine tunaita scooping. Hii mashine hizi tray zitakuwa zina matundu, zitakuwa zimetobolewa. Kwa hiyo hii mashine itadondoshea hapa hizo korosho zote, maganda na nini, kila kitu. Sio juu hapa, itadondoshea hapa katikati, ambayo hii itakuwa ina matundu na itakuwa ikichekecha. Korosho zile ambazo zimetoka haziko kwenye maganda, iko ile korosho yenyewe itadondoka kwenye hii tray ya chini. Maganda na zile ambazo zimeng'ang'ania ndani zenyewe zitaendelea kwenda na zitakuja mpaka kwenye mashine hii huku mbele, ambayo tunaita ni hoover. Hii hapa, hii mashine. Kwa zile maganda, korosho ambazo hazijabanguliwa, zile zilizong'ang'ania ndani, zote zitakuja kwenye hii hoover mashine, ambapo hapa vyote vitaingia katika hii njia. Hii mashine inatumia upepo, na inatumia upepo kutenganisha kati ya maganda na korosho zile zilizong'ang'ania ndani na korosho ambazo hazijabanguliwa. Kwa hiyo hapa ndani kuna upepo unapita ambao uko calculated. Kwa hiyo korosho ile ambayo haijabanguliwa bila shaka itakuwa ni nzito kuliko ganda. Bila shaka itakuwa ni nzito zaidi kuliko ile korosho yenye korosho ndani. Kwa hiyo maganda yote kwa sababu ya wepesi yatatoka huku. Lakini yale ambayo yana korosho ndani, yale ambayo hayajabanguliwa yenyewe yatakuja huku, ambapo hapa hii itakuwa iko hapa. Hiki kitakuwa iko hapa. Kwa korosho ambazo zile zenye zimeng'ang'ania ndani zitapita hapa, zile ambazo hazijabanguliwa zitakuja hapa. Hapa zinaenda wapi? Zitakuja kwenye hii mashine ambayo na yenyewe itakuwa inatumia hoover, inatumia upepo kama ile kule. Hapo kutakuwa kuna bomba. Ili bomba litatoka hapa.
litakuja hapa kwenye hiki kitakuwa kimefungwa, kiko hapa ndani kama unavyoona palivyokatwa hapo. Hii tunaita ni centrifugal. Kwa hiyo zile korosho maana ya kuzileta hapa ni ili kuzitoa zile zilizong'ang'ania ndani. Zitakuja hapa kulingana na system iliyoko hapa, zitazungushwa zile korosho zilizong'ang'ania ndani zote zitatoka. Kwa hiyo hapa yatadondoka maganda, korosho zile ambazo ziko tayari na korosho ambazo hazijabanguliwa. Na hii nayo itakuwa ina matundu. Kwa hiyo itaenda inachekecha, korosho zile zitadondoka chini, lakini kule kutatoka sasa maganda yataenda upande wake na korosho ambazo hazikubanguliwa zitaenda upande wake. Zile korosho ambazo hazikubanguliwa zitarudishwa tena kwenye kapu ili zirudie process tena ya kugrediwa, zirudi kwenye mashine. Sasa hapa tumeshapata korosho ambazo zimebanguliwa. Imetolewa lile ganda la nje, lakini bado kuna kaganda kale kalaini kandani ambako wakulima huwa wanatumia kisu kukwangua. Korosho ikishatoka hapa sasa tunaenda kwenye mashine nyingine. Hii ni mashine ambayo ni dryer. Ni dryer kwa ajili ya kuoka au kukausha korosho. Kama unavyoiona humu kunaingia tray, zinakaa tray. Na hii inachukua takriban kilo 800 za korosho. Ukumbuke mashine yetu ile inabangua tani moja kwa saa. Tani moja kwa saa ya korosho ukibangua utapata karibia kilo 400 hivi. 400 au 300. Lakini hii tukaifanya ikawa ni kilo 800. Na hii kazi yake sasa, ile korosho ina ganda ile laini. Tunahitaji kulitoa ile ganda laini. Kwa hiyo ili kulitoa tunahitaji kuliondoa unyevu ulioko, ndio unaolifanya likawa gumu. Tutaingiza humu, litakaushwa. Baada ya kukaushwa kwa dakika takribani kwa dakika takriban 40 na mpaka 50, wakati huo huyu msimamizi wa hapa atakuwa na kifaa kinaitwa humidity tester kupima ile humidity ya korosho. Baada ya hapo zile dakika zikishafika atazima ile dryer, atawasha mfumo wa humidity kuongeza humidity. Na mfumo wa humidity hapa unaongezwaje? Joto linatengenezwa na hizi hita kama tunavyoziona. Joto tu kwa ajili ya kukausha. Lakini ile korosho tunaiongeza unyevu. Ule unyevu tunauongezaje? Tunaongeza unyevu, utaona kule kwenye yale matenki yetu yale ambayo tunazichemsha zile korosho kwa kutumia mvuke. Maanake tutakuwa tuna boiler kwa ajili ya kutengeneza mvuke. Lile boiler pia kutakuwa kuna pipe itakuwa imekuja mpaka kwenye hii dryer. Ambayo sasa tunapotaka kuongeza unyevu kwenye zile korosho, unazima hita, unafungua ule mvuke. Kwa hiyo utaweka ule mvuke huku unapima zile korosho. Ikishafikia tu kile kiwango cha humidity unachokitaka, unazima ule mvuke, zile korosho unazitoa. Sasa ukishazitoa tayari zinaenda kwa ajili ya kutolewa lile ganda laini, ambapo utakuja kwenye mashine iko hapa. Kutoka sasa korosho kwenye dryer inakuja kwenye mashine hii hapa ambayo tunaita ni dehusk. Hii mashine yenyewe inatumia vacuum na hii inaondoa lile ganda la korosho bila kuivunja ile korosho. Maana lengo ni ile korosho ibakie na ule ubora wake. Kwa sababu korosho kadiri inavyovunjika ile thamani yake inapungua. Haiishi thamani, lakini ile thamani yake inapungua. Kwa hiyo hii mashine tulianza kuiunganisha sisi wenyewe kuanzia mwanzo na hapo bado iko kwenye muendelezo. Sasa inafanyaje kazi mashine hii? Hii mashine hapa juu zinajazwa korosho. Zikishajazwa korosho, hapa kuna hii mota. Hii mota ni ya wiper ya kwenye gari, lakini imekuja kufanya kazi hapa. Ambapo sasa humu ndani kuna bakuli, kuna kama vikombe. Utaona kuna kama vikombe vile ambavyo vile vikombe ndo vinapima korosho, kiwango cha korosho cha kuingia kwenye chemba ya kuondosha yale maganda. Hapa korosho zitaingia kwenye hii chemba. Zikishaingia kwenye hii chemba, na hapa tumetumia teknolojia ya pneumatic kutumia kufunga na kufungua kwa kutumia upepo. Kama unavyoona hizi zinatumia upepo. Kwa hiyo korosho zikishaingia ndani, huu mlango utafunga kwa kutumia upepo na huu chini nao utafunga kwa kutumia upepo. Halafu zile korosho zilizoko ndani zitapigwa na upepo mkali. Ule upepo ndio utakaolivua lile ganda. Wakati huo hapa kutakuwa kuna tundu ambalo na lenyewe litakuwa linafunga na kufunguka kwa ajili ya kutema yale maganda yanatoka nje. Baada ya hapo inafungua zile korosho zinatoka huku zinaingia zingine. Na sasa korosho imeshatoka hapa,
imeshabanguliwa, kwa sababu katika process yote hiyo kuna asilimia fulani ya korosho zitavunjika. Sasa zile korosho tunazichukua kutoka kwenye hii mashine, zimekwisha banguliwa tayari, zimeshatolewa yale maganda, ziko tayari, zinachukuliwa sasa zinaletwa kwenye mashine hii hapa. Baada ya korosho sasa kuwa tayari zimeshatolewa ile ganda laini kama tulivyoona kwenye ile mashine iliyotangulia, sasa korosho zitakuja kwenye hii mashine kwa ajili ya kuzigrade ili tupate korosho nzima, korosho iliyopasuka nusu, yani 50% vipande viwili, korosho iliyopasuka vipande vinne, mpaka tupate ule unga. Na huku kama unavyoona, hizi ni sehemu za kutolea zile grading zetu, ambapo huku mwanzo utaanza kutoka unga wa korosho, hapa zitatoka chenga hivyo, lakini mwisho hapa ndo zitatoka zile korosho zile kubwa kabisa, na mlango huu na huu ndo zitatoka zile korosho kubwa kabisa. Na namna ambavyo hii mashine inafanya kazi, inafanyeje? Yenyewe inajueje kwamba hii korosho sasa ni kubwa, huu ni unga na hizi huu hapa ni korosho nzima? Hii inatumia formula ambayo ni rahisi sana, wala haihitaji ujuzi wa mbali sana kuweza kuelewa. Hizi rola zinazozunguka, ukiangalia huku nafasi yake ni ndogo, huku nafasi yake ni ndogo, lakini huku nafasi yake ni kubwa. Kwa hiyo korosho zitawekwa kwenye hii fida. Hizi rola zinavozunguka, korosho itakuwa inatembea. Kwa hiyo kila korosho itadondoka kulingana na upana au saizi ya hizi rola. Kwa hiyo ile korosho kubwa haiwezi ikashuka hapa, itakuja kushuka huku. Ule unga wa korosho hauwezi ukaja ukashuka huku, lazima moja kwa moja utashuka huku. Kwa hiyo hizi rola unaona zinavozunguka ni kwa ajili ya kuhakikisha zile korosho zinatembea. Kwa mfano utachukua ili jiwe, unaona, kwa maana korosho itakuwa inakuja na itashuka sehemu ambapo pale panapohusika. Kwa maana yake mashine hii licha ya korosho unaweza kutumia pia kugrade nafaka zingine kama vile maharage, kunde, unaweza pia kutumia katika mashine hii kuweza kugrade. Baada ya korosho sasa tayari zimegradiwa katika grade aidha, maana yake mtu mwingine anaweza akaona ana grade labda mara 3 tu au mara ngapi, lakini sisi tumeweka uwanja mpana. Kwa hiyo sasa tayari tumeshazigrade zile korosho zetu. Kinachofuata baada ya hapo, ili korosho iweze kukaa muda mrefu, ni packaging, kuifungasha. Sasa kuifungasha korosho inafungashwa kwa kutumia vacuum packaging, ambayo mashine yake hapa bado hatujatengeneza, na hatujaitengeneza kwa sababu haiko complicated kama hizi zingine ambazo tayari tumeshatengeneza, ambayo zile korosho sasa zitawekwa kwenye mfuko. Ile mashine itaondosha hewa yote ndani ya ule mfuko, na ile korosho itabakia ndani ya ule mfuko ikiwa haina hewa. Kwa hiyo itaweza kukaa muda mrefu sana bila kuharibika. Hiyo korosho inakuwa tayari kwa ajili ya kuexport, kuisafirisha nje ya nchi. Hiyo ni laini mojawapo au laini moja kwa ajili ya zao moja tu la korosho. Kwa laini yote hii ambayo tumeiona mpaka sasa hivi, tunaweza kusema imekamilika 99%. Imebakia tu kufanyia finishing. Lakini tunashindwa kufanyia finishing kwa sababu tukifanya finishing kwa mazingira haya, bado hizi mashine zitaonekana tena kuukuu au zitaonekana za zamani, na bado kwa sababu hatujapata oda ya mteja yote. Lakini kama oda ya mteja ikipatikana, basi tunazifanyia finishing na zinakuwa zina muonekano mzuri kabisa kama zile za nje ambazo zinakuwa zinaonekana. Lakini tumeziweka hivi kwa sababu ya mazingira tulionayo, ndio tunashindwa kufanyia. Maana tukifanyia finishing itakao wiki moja tu imesharudi kwenye hali yake. Usikose kujiunga nasi wiki ijayo saa 1 usiku katika kipindi kingine cha Innovation.